Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapendwa, karibuni sana katika vipindi vyetu ambavyo vinawajia kwa lengo la kuwaelimisha ndugu zangu katika imani. Allah tabaraka wa taala akituwafikisha, leo kuna faida kubwa nataka niwape ndugu zangu katika imani. Mwanadamu ili afanye vizuri katika maisha yake lazima apite sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, mwanadamu ili maisha yake yawe mazuri, basi anatakiwa apite katika hayatun ilmiya. Sehemu ya pili, mwanadamu anatakiwa apite katika hayatun khulqiya. Sehemu ya tatu, mwanadamu anatakiwa apite katika hayatun ijtimaiya. Maisha haya ya aina tatu mwanadamu akistiki vizuri, kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hizo zote engo tatu alikuwa anafanya vizuri sana, mwanadamu atakuwa amepata faida kubwa katika maisha yake. Hivyo basi na wewe unatakiwa uishi katika hizo engo tatu. Tukianza na hayatun ilmiya, maisha ambayo yanataka sana mwanadamu awe ni mweledi katika elimu. Elimu yake imuongoze katika kuishi na jamii yake. Elimu yake imuongoze katika kutafuta kipato. Elimu yake imuongoze katika kuheshimu watu. Elimu yake imuongoze katika kufanya kila jambo ambalo ni zuri. Lakini namba mbili ni hayatun khulqiya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha ya tabia alikuwa aishi vipi na jamii yake, alikuwa anaishi vipi na familia yake, alikuwa anaishi vipi na watu wanaomzunguka. Sasa wewe ili ucheze vizuri katika maisha yako, hayatun khulqiya ikupe elimu yale maisha aliyokuwa akiyaishi Mtume, wewe ndo unatakiwa uyaishi, ili mradi watu wapate faida na wewe na wahisi kwamba huyu Mtume anamuishi vile vile. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuonesha umuhimu wa maisha ambayo yanahusiana na tabia, alifika hatua akasema maneno yafuatayo. Alisema, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq. Maneno ukiyazungumza, siyaki ya maneno ni maneno ambayo yana ujao, ni maneno ambayo yamepangika mfumo wake, na ndio maana tunasema Mtume halikuwa hatamki utashi wa nafsi, hatamki hawa nafsi, ni ufunuo. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume alikuwa hatamki matamanio, isipokuwa akitamka ni ufunuo. Sasa maneno aliyozungumza kuhusiana na tabia yameanza na adatu qasr. Anasema innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq. Innama ni kafatun wa makfufa, hakika si vingine Bwana Mtume, mie nimepelekwa kwa lengo la kutimiliza tabia zilizokuwa mzuri. Anaonesha umuhimu wa tabia. Maisha ya tabia ukiyaishi kama alivyoishi Mtume, jamii kubwa itakuwa inakuelekea. Namba mbili. Namba tatu, ndugu zangu katika imani, tunayapata maisha ni hayatun ijtimaiya. Jamii yako lazima uwe unaishi nayo kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaishi na jamii yake. Tuangalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaishi vipi na jamii yake. Bwana Mtume, kutokana na uaminifu wake, ilifika hatua makafiri walikuwa wanakwenda kumwekea amana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labda tuchukue mfano, ametoka mtu akaenda kumkabidhi Bwana Mtume shilingi 1000. Ile shilingi 1000 ya noti, baada ya miezi miwili akaenda kuichukua kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inarudi vile vile. Lakini mimi na wewe tukikabidhiwa shilingi 1000 ya noti, itarudi 500 za jerojero, kwa maana uliazima ile pesa, sasa unairudishia. Sasa maisha haya si ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Bwana Mtume katika hayatun ilmiya
katika maisha ya kielimu, katika hayatun ijtimaia, katika maisha ya jamii yake alikuwa anaishi hivi kutokana na mazingira aliyojitengenezea yeye na jamii yake. Ilifika hatua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ametambua siasa ya watu wasiokuwa katika dini yake, akawa anawalingania kwa mifumo mizuri, kwa kutumia maneno mazuri, mpaka wakawa wanamuitikia vizuri. Kuna bwana mmoja anaitwa Hatib ibn Abi Baltaa. Huyu alipewa barua akamlinganie mtu mmoja ambaye si katika dini ya Uislamu, lakini kutokana Mtume alikuwa anaishi vizuri na jamii, yale maneno ambayo yalikuwa katika barua yalimpendeza yule bwana. Ikafika hatua alikuwa amerudisha majibu mazuri. Hakutosheka hapo, akasema mimi bwana sisilimu, isipokuwa kitu ambacho ninakifanya mimi, chukua zawadi hizi. Anapewa Abi Baltaa zawadi ampelekee Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Akawa amepewa zawadi ambayo ilikuwa ni jaria, akapewa nafikiri na nyumbu wale, akapewa zawadi kubwa. Bwana Mtume akazipokea, lakini yale yote alipewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu alielewa jamii anayoishi nayo. Hivyo hata zile risala zake zilikuwa zina maneno yaliyokuwa mazuri. Ndugu yangu katika imani, nafikiri kwamba utakuwa umestafidi kiasi kikubwa. Hivyo basi tuyafanyie kazi haya tunayoyasema. Kikubwa ni kauli mzuri katika jamii ambazo tunaishi nazo, tuwe na maneno yaliyokuwa mazuri. Jamii itakuelewa na jamii itakuwa inakukimbilia. Tumalize kwa kusema Sayyidina Abu Bakar, katika jumla ya maneno ambayo alikuwa anapenda kuyazungumza na katika jumla ya mionekano ambayo alikuwa anaonekana Sayyidina Abu Bakar, alikuwa anaonekana akiweka kijiwe chini ya ulimi. Watu wanamuuliza, kwa nini Sayyidina Abu Bakar unapata tabu sana? Akawa anasema sipati tabu, isipokuwa najitoa shaka ihtiyatan. Kwa sababu gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana watu wawe na kauli zilizokuwa mzuri katika jamii. Hivyo basi mimi nachelea kwamba nisije nikatamka neno baya, hivyo naweka kijiwe, na hiki kijiwe sikitoi isipokuwa kitakuwa kinanikumbusha. Nikitaka nitamke neno kinanikumbusha hilo neno unalotaka ulizungumze, ni zuri katika jamii au ni baya. Likiwa ni neno baya hakitoi kijiwe, anakiacha. Likiwa ni neno zuri anakitoa kijiwe, yukhrijul hasa wa yatahaddath, anakitoa kijiwe na anazungumza. Bwana Mtume anasema aktharu khataya ibn adam fi lisani, makosa mengi ya mwanadamu yapo katika ulimi wake. Kwa hiyo chunga sana maneno katika jamii yako. Wa ila huna aqulu hadha, assalamu alaykum.